njara buwa makulu batuke ko bulungi nnyo obaka buno njara soka boza nyanga sina gina ku information bokulu nnyo njagala mbulize bulungi nnyo gwe ngoyina muganda njara mu sharinga akatambi kano bwo bato sobodde ka sharingira kuno genda ku page yange eyalumbuye Fred eyakajubitu ogende ku LBS TV akatambi ako nakataddeyo mukasharingire baganda ba mabasirikale aba police aba amaje buli mwaka odi akatambi kali mu Swahili na wano ngenda kazanya mukawuliye bulungi nnyo kaka we maro kazanya tusibule video kako. Wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, jina langu ni Chagulanyi Sentamu Robert aka Bobby Wine, kiongozi wa National Unity Platform na People Power Movement. Na washukuru zaidi kwa kila kitu mnachofanya kujenga taifa letu Uganda. Leo nataka kuzungumza kwa mara nyingine direct na walinzi wa taifa letu, wanajeshi wa UPDF, askari wa Uganda Police, wa Uganda Prisons and all security personnel. Ninaangazia hawa kwa sababu hawa mabibi na mabwana wametumika kukandamiza ndoto za watu wa Uganda, kuzuia watu wa Uganda kupata uhuru wao. Hawajui kwamba nao pia ni wafungwa kama sisi, na tena hao ni wafungwa kushinda sisi kabisa. Mara nyingi ninapokutana nao, hata baada ya kuniumiza kwa kupokea orders from above, wananiambia nizidi kuwapigania na nizidi kupigania taifa. Najua siku moja lazima watajiunga na wananchi, na hiyo itakuwa mwisho wa uongozi mbaya. Siku hizi maisha wanajeshi wetu ni matatizo kabisa. Hii ni baada tu ya uhalifu kwa kutumia bunduki na uwaji wa kinyama. Mashambulizi ya wanajeshi wetu Somalia yanatukumbusha mahangaiko ya wanajeshi wetu walio nje ya nchi. Nyote mnakumbuka katika manifesto yetu ya 2021, maslahi ya walinzi wetu tuliapa kipao mbele. Tuliweka wazi kwamba walinzi wetu hawezi kuwa wanapata mshahara duni kisha tunawatarajia wafanye kazi nzuri. Hii ni sababu tulielewa kwamba aliye na njaa ana hasira. Vurugu wanazotumia kwa wananchi ni kwa sababu wanakosa amani kazini. Ni aibu kabisa kupata kwamba wanajeshi wetu wanapata mishahara midogo sana, 380,000 kiwango cha $100, na tunawatarajia kununua vitu sehemu kila mtu anaponunua. Kama kawaida, General Museveni na wenzake walikuwa wanawaambia mjitolee, sacrifice. Wanapenda kutumia maneno makubwa makubwa kama uzalendo. Hii haingekuwa tatizo. Lakini je, wewe unayesema tujitolee, unajitolea? Wewe unasema wewe wazalendo, wewe ni mzalendo? Unatuambia tujitolee, ambapo wewe unatuibia mabilioni ya hela za ushuru. Unawaambia wawe wazalendo, lakini wewe unatuma watoto wako nje ya nchi kusoma kwa sababu umesambaratisha education system ya nchi. Unawaambia wajitolee, lakini umewaibia hela zao kujijengea majumba ya kifahari kwenye nchi na nje ya nchi. Unaambia hakuna hela, lakini angalia bajeti mpya. Mabilioni za hela zimepewa State House na Anita Mong na Thomas Tayebwa. Wananchi wamekuwa wakishare picha za gazeti la New Vision kwenye mitandao, picha ambazo zinaeleza Speaker wa Parliament na deputy wake wanakula pesa za ushuru wa wananchi. Mnaweza kusema vipi hakuna pesa, lakini mna spend almost 2 billion shillings kwa siasa zenu, na zaidi ya 1 billion shillings kwa kula raha tu, zaidi ya bilioni 250 kwenye malazi na viatu, bilioni 9.6 kwenye usafiri wa kwenda nje, na zaidi ya bilioni 4 za kugawa tu. Na huu ni mfano mmoja tu wa extravagance ya Museveni na watu wake, na kisha mnasema eti hakuna pesa. Tuko serious kweli? Nimetembea nchi nzima na nimeona miserable housing conditions za wanajeshi na polisi wetu, na hata za Kampala. Cha kushangaza, hii regime iko na uwezo wa kununua mabunduki mapya na gari za tiagasi mpya kuwakandamiza wananchi, lakini wanasema hawana pesa za kuamudu au ambao wanatumia hizo bunduki na tiagas. Mnaposema hakuna pesa za kujenga mashule na hospitali
za wajeshi na polisi, lakini kuna pesa za kununua Mercedes Benz za regime officials na kununua gari kama 3 au 4 za escort. Kwa hivyo wacha kuambia wajitolee kama wewe unaishi maisha ya raha kwa pesa za ushuru. Wacha wewe. Sasa nchi yetu inashutumiwa kulipa nchi ya Kongo mabilioni ya madeni kulingana na International Court of Justice, kwa sababu kikundi cha senior officers wa Museveni waliiba mbao na gold na madini mengine kutoka Kongo wakiwatumia nyinyi wanajeshi. Walipokuwa wakijitajirisha, waliwaambia mujitolee, muendelee na vita. Wacha wewe. Tunaongelea hali ya kuboresha wanajeshi wetu, sio tu kwa sababu ya siasa. Hapana, tunasema hivyo kwa sababu tunajua inawezekana. Tuna mali ya kutosha kuwalipa vizuri na kuhakikisha maisha yao ikuwe sawa. Tuko na maswali mengi kuhusu classified budget, karibu trilioni 3 kila mwaka. Lakini je, hizo pesa zinafanya nini kweli? Kwa nini msitumie hizo pesa kujenga mashule na mahospitali na manyumba za wanajeshi na polisi wetu na familia zao? Ungeona tofauti kwa mwaka moja tu. Angalia bajeti ya mwaka ujao. Tunapochukua maneno na tweets za Army spokesperson, UPDF iko na wanajeshi kati ya 50,000 na 60,000. Hata kama wangekuwa wanajeshi 100,000, bajeti ya sasa inatosha kuboresha mishahara ya kila mwanajeshi wa rank ya private kufika 1,000,000 kuanzia tarehe 1 Julai mwaka huu. Sasa hivi mshahara wa mwanajeshi wa UPDF wa rank ya private ni 385,000 kila mwezi. Hiyo inamaanisha private wa UPDF anapata 4.6 kwa mwaka mzima. Bajeti ya mwaka ujao ya kuwalipa wanajeshi itakuwa bilioni 952. Kidogo tu ifike trilioni. Sasa kama UPDF ingekuwa na wanajeshi 60,000 na kila moja wao analipwa 1,000,000 kila mwezi, tungebaki na bilioni 250 ya kuwaongezea mishahara au wa maranka makubwa. Kwa nini haifanyiki? Well, kila mtu anajua answer. Kwa hivyo, struggle yetu ni ya haki na usawa. Tunataka kuwa na promotion za usawa, deployment za usawa na training opportunities za usawa. Hatutaki ubaguzi wa kabila na kilugha. Tunataka watoto wote wa walinzi wetu wapate masomo mazuri. Tunataka wake zao wapate matibabu bora kama wake za wale wanaowalinda. Tunataka jeshi yenye clear system ya kuingia na kutoka kama ilivyo katika nchi zingine. Kujiunga na jeshi haifai kuwa jela. Mtu awe na uwezo wa kujiunga na jeshi, aiserve muda fulani, alafu aendelee na mambo mengine, labda akitaka kujiongeza kijeshi. Na tuwape shukrani na retirement ya heshima. Haya yote yanawezekana tukiwa na government ya wananchi ambaye kazi yake ni ya kutumikia nchi na sio kukeep regime in power.